wanatamani malengo yao ya baadaye. Sasa ikitokea katikati kuna watu wanaharibu malengo yao, mwisho wa siku ndoto zao hazitotimia. Hivi karibuni kulikuwa na matukio yanaendelea mpaka leo, wanafunzi kufanyiwa vitendo vya ukatili, wanafunzi kulawitiwa, wanafunzi kupewa adhabu kali na watu wa mtaani na wakati mwingine hata shuleni huyu mwanafunzi. Sasa kutokana na hili, serikali wameliona hili jambo kwamba likukaa vizuri. Kwa hiyo ipo haja, haijalishi wewe uko wapi, watu wa mpango wa Shule Salama Tanzania wanasisitiza ulinzi na usalama wa mtoto, lakini si hivyo tu, kuhakikisha kwamba watoto wanapata chakula na lishe. Mtoto bila ya kula hawezi akasoma akaelewa chochote. Kwa hiyo imeonekana ipo haja kwamba watoto hao wafuatiliwe mambo yao, changamoto zao zile zote ambazo ni kikwazo kitakachowafanya watoto wasikamilishe ndoto zao. Kwa hiyo leo nimeamua kwamba haiwezekane. Mombo kuna vijiji ambavyo vipo karibuni. Hasa hiki Changalikwa. Mji unaitwa kwa Mamoto Changalikwa. Tukasema haiwezekane. Hebu tutembee mpaka Changalikwa ambapo kuna wanafunzi hapa wanasoma huko Mombo. Wanatembea kipande hiki mpaka kule. Sasa kuwepo na mawasiliano ya karibu baina ya mzazi na mwalimu kuna rahisisha. Ndio maana shuleni pale tumeunda umoja wa wazazi na walimu unaitwa UWAWA. Ndani ya umoja huu manake ni ushirikiano kati ya walimu na wazazi. Wote tunamwangalia nani? Tunamwangalia mwanafunzi. Muda wote awe salama. Sasa katika kutekeleza jambo hilo, ipo haja sasa, wengine hawana uwezo wa kununua bando kuingia kwenye simu na kuangalia matukio mbalimbali yanayotokea. Tukasema hawa ambao kidogo kuna changamoto hizo au kutokana na ubizi wa shughuli zao za kutafuta riziki, hebu tuwafikie mpaka mahali walipo, nyumba kwa nyumba, tuwape hii. Hata kama ikitokea kuna vikao, tualikane kwenye vikao vya kijiji. Tunataka naomba sana mwenyekiti ili narudia kwa msiti, kama ndio kuna vikao, nitakuwa namba zangu za simu nitaziacha hapa. Tuwasiliane ili niweze kuhudhuria hiyo kikao, tufikishe ujumbe kwa pamoja ili wote tuhakikishe kwamba tunaimba wimbo mmoja. Kisha malengo ya hawa vijana yanakamilika, na huu ndio mpango wa Shule Salama Tanzania, kuhakikisha kwamba ndoto za vijana zinakamilika na changamoto zote zinazowakumba vijana katika masomo yao zinaondolewa, kama vile kijana anatakiwa na kunungunika, anatakiwa apate chakula na lishe, anatakiwa alindwe, na hii ndio haki ya msingi. Anapolindwa kijana atakuwa salama na mwisho wa siku mafanikio yatapatikana, ufaulu wake utaongezeka, mwisho wa siku ndoto zake zitafanyaje? Zitatimia. Kwa hiyo mimi naomba nikisema shule tuseme salama pamoja. Hapo hata kwa mikono hivi tusipoe jamani. Shule salama, salama shule. Shule salama, salama shule. Hivi kwa mfano ukitaka kusema shule salama kwa kilugha chetu tunasemaje? Sidai. Shule salama. Anza shule sasa, tuanzie. Shule salama. Shule sidai. Twende pamoja. Shule sidai. Hiyo ndo maana ya shule salama. Hebu turudie tena. Shule sidai. Yes, kokote ulipo mwanafamilia wa Shule Salama Tanzania, unapozungumzia masuala ya shule salama kwa lugha ya Kimasai tunasema shule sidai. Hawajasikia? Shule sidai. Yes, kwa kwamba familia hii naomba tuungane pamoja, tusogee pamoja familia hii, sogea. Nikisema shule unasema salama. Shule salama, salama shule. Shule salama, salama shule. Kutoka hapa katika kijiji cha Changalikwa na wazazi hao leo nimewatembelea. Mimi sina cha ziada, mimi ni Rashid Mtego. Tuendelee kutazama mambo mazuri yanakuja katika zile harakati kuhakikisha kwamba kila mwananchi, kila nyumba tunaipitia na ujumbe huu unaweza kuwafikia wengi, na hatimaye wanafunzi wanakuwa salama na kukamilisha ndoto zao kama mpango wa Shule Salama Tanzania unavyosisitiza. Kutoka katika kijiji hiki cha Changalikwa, mimi sina cha ziada jamani, tupungie mikono tumwambie kwa heri. Kwa Kimasai kwa leo tunasemaje? Sele naina.